Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Kongo na Rwanda kutia saini makubaliano ya kumaliza vita mashariki mwa DRC. Mahakama ya Israel yakataa ombi la kuakhirisha kesi ya rushwa dhidi ya Netanyahu. Na Hamas yasema watu zaidi ya 70 wameuawa Gaza ndani ya saa 24. Habari kamili. Washington. Wawakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Rwanda wanatarajiwa kutia saini makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya kusitisha vita mashariki mwa Kongo. Makubaliano hayo pia yataiwezesha serikali ya Marekani kufikia madini muhimu katika eneo hilo linalokumbwa na vita ambalo ni tajiri kwa madini. Vipengee muhimu kwenye makubaliano hayo ni pamoja na kuheshimu mipaka, kujiepusha na uhasama na kuyapokonya silaha makundi yote yasiyo ya kiserikali. Hata hivyo, mashirika ya kiraia ya Kongo yameelezea wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo yanayodai hayakuzingatia sababu za msingi za machafuko. Stewart Muhindo ni mwanachama wa kundi la vijana wanaotaka mageuzi. Lucha. Kama makubaliano hayasaidie kutoa jeshi la Rwanda na M23 nafasi ambazo inazomiliki, kama makubaliano hayaruhusu kuwe haki kwa wakongomani ambao waliuawa kwenye hiyo vita, kama makubaliano hayasaidie uongozi bora kurudi nchini Kongo, ina maana hiyo makubaliano haitasaidia kabisa kurudisha usalama na amani kwenye Kongo. Kongo imekuwa ikikabiliwa na migogoro kwa muda mrefu, huku kukiwa na makundi yaliyojihami zaidi ya 100 ya waasi. Kundi lililo na umaarufu zaidi ni lile la waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, ambapo hatua ya kutanua uwezo wao mashariki mwa DRC imesababisha mauaji ya maelfu ya watu. Jerusalem. Mahakama moja nchini Israel imekataa ombi la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuakhirisha kusikilizwa kwa kesi yake dhidi ya rushwa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutaka kesi hiyo ifutiliwe mbali. Wakili wa Netanyahu walimwomba jaji katika mahakama hiyo kuakhirisha kesi hiyo kwa wiki 2, akisema kiongozi huyo anahitaji kushughulikia masuala ya usalama baada ya siku 12 za vita kati ya Israel na Iran. Mahakama imesema ombi lililotolewa halina msingi au uhalali wa kuakhirisha kusikilizwa kwa kesi hiyo. Siku ya Jumatano wiki hii, Trump alielezea kesi dhidi ya Netanyahu kuwa ya kisiasa na kutaka ifutiliwe mbali mara moja au msamaha utolewe kwa kiongozi huyo aliyomuita shujaa. Netanyahu alimshukuru Trump kwa kumuunga mkono katika vita vyake na Iran vilivyositishwa Juni 24 kwa makubaliano ya kusitisha vita yaliyotangazwa na Donald Trump. Tel Aviv. Wizara ya afya inayosimamiwa na waasi wa Kipalestina wa Hamas mjini Gaza imesema zaidi ya watu 70 wameuawa ndani ya saa 24 zilizopita kufuatia mashambulizi ya Israel katika ukanda huo. Wizara hiyo imeripoti vifo 72 huku wengine 174 wakijeruhiwa ndani ya saa hizo. Hata hivyo, wizara hiyo haijatenganisha idadi hiyo kufahamu hasa ni raia na wanamgambo wangapi waliouawa. Tangu mapigano kuanza mjini Gaza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, zaidi ya watu 56,000 wameuawa huku zaidi ya 132,000 wakijeruhiwa, ikiwa ni kwa mujibu wa duru za Wapalestina. Wanajeshi wa Israel wamekuwa wakiwashambulia wanamgambo wa Hamas na makundi mengine ya wanamgambo wa Kipalestina tangu Hamas iliposhambulia kusini mwa Israel Oktoba 7 na kusababisha mauaji ya watu 1,200 na zaidi ya wengine 200 wakichukuliwa mateka na kundi hilo. Kisa hicho ndicho kilichosababisha mgogoro kati ya mahasimu hao wawili unaoshuhudiwa kwa sasa Mashariki ya Kati. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Beijing. China na Marekani zimekubaliana kulegeza masharti ya biashara kulingana na taarifa kutoka mataifa hayo mawili. Wizara ya biashara ya China imesema itapitia upya na kuidhinisha maombi ya usafirishaji wa bidhaa utakaoendana na kanuni zilizopo, na Marekani nayo itaondoa hatua kali za kibiashara ilizoiwekea China.
Awali rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kutiwa saini mkataba wa kibiashara kati ya nchi yake na China na kugusia kwamba unajumuisha usafirishaji wa sumaku na madini adhimu kutoka Beijing kwenda Washington. Tangu Trump aanzishe vita vya biashara na China mwezi Februari, mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani yamekuwa katika mvutano wa kupandishiana ushuru ambao umevuruga masoko ya dunia. Kiev. Urusi imerusha kombora katika mji wa viwanda wa Samar kusini mashariki mwa Ukraine na kusababisha vifo vya watu 5 huku wengine zaidi ya 20 wakijeruhiwa. Maafisa wa Ukraine wamesema hili ni shambulizi la pili la Urusi katika mji huo ndani ya siku 3. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante sana Amina. Jioni hii Rwanda na Kongo zinatarajiwa kutia saini makubaliano ya amani huko Washington. Utasikia yaliyofikiwa kwenye mazungumzo ya wiki mbili kuhusu masuala ya tabia nchi ambayo yamekamilika leo hapa Bonn. Kuna mambo makubwa yamefanyika na yamefanywa hasa na kamati ya wataalamu ya Afrika. Tumeweza kuanzisha mifuko ya kukabiliana na mabadiliko tabia nchi, ikiwepo mfuko wa nchi maskini duniani, na juzi tumeanzisha mfuko tunaita Loss and Damage Fund. Tutakwenda pia Tanzania ambapo Rais Samia Suluhu Hassan analihutubia bunge mjini Dodoma, na Iran yasema uwezekano wa mazungumzo mapya na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia umeathiriwa kwa kiasi kikubwa. Matangazo haya yanakujia mubashara kwenye channel yetu ya YouTube na ukurasa wa Facebook, tafuta DW Kiswahili. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi ni Bruce Amani. Makubaliano ya amani yanatarajiwa kutiwa saini leo Ijumaa huko Washington kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Mkataba huo unaolenga kurejesha amani ya kudumu kati ya Rwanda na Kongo unasimamiwa na Marekani na umejiri katika muktadha wa mvutano unaoendelea mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wachambuzi wameelezea mashaka yao kuhusu utekelezaji rasmi wa makubaliano hayo. Zaidi na Saleh Mwanamilongo. Duru za kuaminika zimeiambia DW kwamba rasimu ya makubaliano itakayotiwa saini leo inatarajia usitishaji haraka wa mapigano. Kinshasa na Kigali wanatakiwa kutofanya mashambulizi tena, iwe ya moja kwa moja au kupitia makundi ya wapiganaji wanaoyaunga mkono. Nchi hizo mbili pia zinatakiwa kutatua tofauti zao kwa njia za amani. Makubaliano hayo yanazungumzia pia swala la makundi ya waasi, hasa wapiganaji wa FDLR na AFC M23. Nchi hizo mbili zinajitolea kutotoa tena msaada wowote kwa makundi hayo. Kongo na Rwanda wamekubaliana kuwasaka ikiwezekana kwa pamoja waasi wa FDLR huko mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, swali kubwa ni uwezekano wa operesheni hiyo ya pamoja, wakati ambapo maeneo waliopo waasi hao kwa sehemu kubwa yanadhibitiwa na kundi la waasi la AFC M23. Kwa mujibu wa rasimu ya mkataba huo, serikali ya Kongo itatakiwa kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa AFC M23 ambayo yalianzishwa mwezi Machi huko Doha nchini Qatar. Christian Moleka, mtaalamu wa siasa ya Kongo, amesema changamoto ni ufuatiliaji na utekelezaji wa mkataba huo wa Washington. La difficulté, ce n'est pas toujours de signer les accords, c'est de les appliquer. Tatizo sio kutia saini mkataba huo, lakini utekelezaji wake. Je, kuna nia nzuri ya kisiasa kati ya pande hizo mbili? Huu sio mkataba wa kwanza wa aina hiyo kati ya nchi hizi mbili, lakini mara hii wahusika wako tayari kujenga amani ya kudumu. Je, mifumo ya ufuatiliaji itafanya kazi kwa ufanisi tofauti na ilivyokuwa zamani ili kusaidia utekelezaji wa makubaliano haya? Moleka ameamini kwamba shinikizo la Marekani linaweza kufanikisha makubaliano ya hivi sasa. Amesema hakikisho kubwa ya kufanikisha makubaliano hayo ni msukumo wa kiuchumi wa Marekani ambayo inataka madini ya Kongo. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia ya Kongo yanaelezea wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo. Stewart Muhindo ni mwanachama wa kundi la vijana wanaotaka mageuzi Lucha. Kama makubaliano hayasaidie kutoa jeshi la Rwanda na M23 nafasi ambazo inazomiliki, kama makubaliano hayaruhusu kuwe haki kwa wakongomani ambao waliuawa kwenye hiyo vita, kama makubaliano hayasaidie uongozi bora kurudi nchini Kongo,
ina maana hiyo makubaliano haitasaidia kabisa kurudisha usalama na amani kwenye Kongo. Duru za upatanishi zinasema makubaliano hayo yanatakiwa kutekelezwa mnamo kipindi cha miezi mitatu. Na kando ya hafla hiyo ya saini ya makubaliano huko mjini Washington, waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kaikwamba atakuwa na mashauriano na mwenzie wa Marekani Marco Rubio kabla ya mkutano na waandishi habari. Ni Salemo na Milongo. Rais Trump atakutana baadaye leo na mawaziri hao wawili kwenye ikulu ya White House. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema uwezekano wa mazungumzo mapya na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi yake umeathiriwa kwa kiasi kikubwa. Abbas Araghchi amekiri pia kwamba shambulio la Marekani dhidi ya maeneo matatu ya nyuklia ya Iran lilisababisha uharibifu mkubwa. Idi Sesanga na taarifa kamili. Katika mahojiano na televisheni ya taifa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi hakuifungua kabisa milango ya mazungumzo mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi yake, lakini alidokeza kuwa huenda yasifanyike hivi karibuni. Hapana, kwa sasa hakuna makubaliano yoyote kuhusu kuanzisha tena mazungumzo na Marekani. Nasema hili waziwazi. Hakuna miadi iliyowekwa, hakuna ahadi iliyotolewa, na hata hatujazungumzia kuhusu kuanzisha tena mazungumzo hayo. Araghchi aliongeza kusema kuwa uamuzi wa Marekani kuingilia kijeshi umefanya mambo kuwa magumu zaidi na changamoto zaidi kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Katika sala za Ijumaa, maimamu wengi walisisitiza ujumbe wa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei kutoka hapo jana kwamba vita hivyo vilikuwa ushindi kwa Iran. Kiongozi wa kidini Hamze Khalil, ambaye pia ni naibu mkuu wa mahakama ya Iran, aliahidi wakati wa ibada ya sala ya Ijumaa mjini Tehran kwamba mahakama zitawashughulikia watu wanaoshukiwa kuwa wapelelezi wa Israeli kwa njia ya kipekee. Msemaji wa jeshi la Israeli, Brigedia Jenerali Efi Delfin, aliwaambia waandishi wa habari Ijumaa kwamba katika maeneo fulani walizidi malengo yao ya operesheni, lakini wanapaswa kuendelea kuwa uangalifu. Delfin amesema hawafuati udanganyifu wowote kwa sababu adui hajabadilisha nia yake, akimaanisha Iran. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Atomic IAEA, Rafael Grossi, ameiambia Radio France International kwamba uharibifu uliosababishwa kwenye kituo cha Fordo ambacho kilijengwa ndani ya milima ni mkubwa sana. Kwa upande mwingine, Iran imesema itafanya kile ilichokiita mazishi ya kihistoria mjini Tehran siku ya Jumamosi kwa ajili ya watu 60 waliouawa katika vita vyake vya siku 12 na Israeli, wakiwemo makamanda waandamizi wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia. Huku hayo yakijiri, Wizara ya Afya ya Gaza imesema zaidi ya watu 72 wameuawa katika saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Israeli. Leo Ijumaa, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa wito kusitishwa kwa juhudi tata za misaada huko Gaza zinazoungwa mkono na Israeli na Marekani, likizitaja kuwa mauaji yanayojificha kama msaada wa kibinadamu. Shirika la MSF limesema kuwa zaidi ya watu 500 wameuawa katika ukanda wa Gaza katika wiki za hivi karibuni walipokuwa wakitafuta msaada. DW tunavuma kwa kishindo.